Hujambo mwanadunia popote ulipo, na karibu tena sana katika kipindi pendwa Dunia Wiki Hii, ambapo nakutembeza katika mataifa mbalimbali ya dunia. Kumbuka taarifa hizi zimeandaliwa na kuletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa sana wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Katika makala ya juma hili, Malawi yanakili visa zaidi vya maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu huku kampeni ya utoaji chanjo ikitekelezwa. Mafuriko yasababisha uharibifu mkubwa wa takriban dola milioni 30 za Kimarekani kwenye mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Kruger nchini Afrika Kusini. Rais Donald Trump wa Marekani yazindua bodi ya amani jijini Davos, Uswizi, huku akishutumiwa kwa kupuuza Umoja wa Mataifa. Kwa hizi na taarifa nyingine lukuki, natoa mwaliko twende sawa hadi tamati ni kupakulie taarifa hizi kindakindaki kwenye kipindi Dunia Wiki Hii. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Malawi imenakili visa zaidi ya maambukizi ya ugonjwa wa kipindupindu, huku vifo viwili na visa 8 zaidi vya maambukizi vikinakiliwa, kwa mujibu wa ripoti ya taasisi ya afya ya umma nchini Malawi. Tangu kisa cha kwanza kilipothibitishwa tarehe 11 mwezi Disemba mwaka uliopita, idadi jumla ya visa vya maambukizi vilivyoripotiwa iliongezeka hadi 49, huku wagonjwa 13 wakiendelea kupata matibabu. Wakazi wa jiji kuu Blantyre waliwaomba maafisa wawape maji safi, kwani wanalazimika kutembea masafa marefu kutafuta maji. Malawi ilitangaza chamko la kipindupindu tarehe 28 mwezi Disemba mwaka uliopita, na tangu wakati huo ugonjwa huo umeenea kwenye takriban maeneo 7, likiwemo jiji kuu Lilongwe na Blantyre ambalo ni kitovu cha kibiashara. Kufuatia ongezeko la visa hivyo, serikali ya nchi hiyo ilianzisha kampeni ya utoaji chanjo dhidi ya ugonjwa huo kwenye maeneo yaliyoathirika kuanzia tarehe 21 hadi 23 mwezi Januari. Kampeni hiyo imetekelezwa kote nchini humo katika juhudi zinazoendelea kwenye maeneo ambayo huathirika zaidi kutokana na maambukizi ya ugonjwa huo. Kampeni hiyo ya utoaji chanjo inaimarishwa kupitia elimu kuhusu afya ya umma na usambazaji wa kemikali ya chlorine ya kusafisha maji nyumbani, huku watu wakitakiwa watahadhari ili kuepusha kuambukizwa ugonjwa huo. Hatua zaidi zilizochukuliwa ni pamoja na usafi, kushirikisha jamii na ushirikishi wa nchi jirani ya Msumbiji, ambako visa vya maambukizi ya ugonjwa huo pia vimeripotiwa. Maafisa wa afya wameendelea kuhimiza umma kuzingatia usafi, kusafisha maji ya kunywa na kutafuta huduma za matibabu iwapo wanapata dalili za ugonjwa huo. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Kundi la Houthi nchini Yemen lilitoa maelekezo kuhusu shambulizi dhidi ya meli ya Uingereza iliyotekelezwa miaka 2 iliyopita kwenye Ghuba ya Aden, huku kikosi cha Marekani kikipelekwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati kuleta uthabiti. Kituo cha mawasiliano cha kundi la Houthi kiliweka kwenye tovuti yake rasmi kanda video operesheni hiyo iliyolenga meli ya Uingereza kwa jina Marlin Luanda tarehe 26 mwezi Januari mwaka 2024 kwenye Ghuba ya Aden, yakiwemo maelezo kuhusu aina ya silaha iliyotumiwa kwenye shambulizi hilo. Kanda hiyo ya dakika 9 iliyotolewa kwa mara ya kwanza ilionyesha picha za makombora yakirushwa kwenye meli hiyo ya Uingereza katika Ghuba ya Aden na jinsi ilivyoshika moto. Kundi hilo lilitoa kanda hiyo huku kikosi kikuu cha Marekani kuhusu eneo la Mashariki ya Kati kikitangaza kwamba kikosi cha Abraham Lincoln kilipelekwa kwenye eneo la Mashariki ya Kati ili kuleta uthabiti katika kanda hiyo. Na kuhusiana na shughuli za kijeshi la Marekani katika eneo la magharibi mwa bara Asia na mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanayoendelea katika mataifa ya Ghuba, hatibu wa Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni wa Iran, Ismail Bagei, alisema kuwa Iran itachukua kabambe iwapo itachokozwa. Kadhalika, muungano wa milki za Kiarabu ulikariri azma yake ya kutoruhusu anga, eneo au bahari yake kutumiwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Kiongozi wa kundi la Hezbollah nchini Lebanon, Sheikh Naim Kassem, alionya kuwa shambulizi lolote la kijeshi dhidi ya Iran huenda likasababisha mzozo mkubwa katika kanda hiyo, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari. Sanakhtaru fi waqtiha
kaifa natasarraf. Qasem aliyasema hayo katika hotuba iliyopeperushwa kwenye runinga kuunga mkono mikusanyiko ya hadhara inayofanyika kwenye vitongoji vya kusini mwa Beirut na jiji la Nabatia kusini mwa Lebanon iliyofanyika kudhihirisha umoja na Iran. Alisema kuwa vita vyovyote vinavyolenga Iran wakati huu huenda vikazua mzozo kwenye kanda hiyo yote. Kadhalika, vikosi vya Israeli vilitekeleza shambulizi kwenye jiji la Teire kusini mwa Lebanon na kumuua Sheikh Ali Nuradin ambaye ni mtangazaji kwenye kituo cha runinga cha Almana na kuwajeruhi watu wengine wawili, kulingana na tovuti ya habari ya Lebanon Debate. Jeshi la Israeli lilithibitisha kwenye taarifa kwamba lililenga mwanamgambo mmoja wa kundi la Hezbollah kwenye mashambulizi huko Teira. Shambulizi hilo lilitekelezwa kufuatia ukiukaji wa mkataba wa kusitisha vita. Kulingana na taarifa hiyo, mkataba wa kusitisha vita baina ya kundi la Hezbollah na Israeli uliopatanishwa na Marekani na Ufaransa ulianza kutekelezwa tarehe 27 mwezi Novemba mwaka 2024. Licha ya mkataba huo, vikosi vya Israeli vimeendelea kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara nchini Lebanon, vikataja vitisho vya kiusalama kutoka kwa Hezbollah, huku vikiendelea kushika doria kwenye maeneo matano makuu kwenye mpaka wa Lebanon. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Jeshi la Israel lilitangaza kwamba mwili wa Ran Givili mwenye umri wa miaka 24 aliyekuwa afisa wa kitengo maalum cha polisi nchini Israel cha Yassam aliuawa tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2023 na mwili wake ulipelekwa Gaza. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu aliwaarifu wanahabari kwamba vikosi vya Israeli vilirejea nchini Israel na mwili wa Givzi ili uzikwe, wakisema kupatikana kwa mwili huo ni ufanisi mkubwa kwa vikosi vya Israeli kufuatia kukamilishwa kwa shughuli ya kutambua iliyotekelezwa na taasisi ya kitaifa kuhusu uchunguzi wa maiti. Wakilishi wa jeshi la Israeli walifahamisha familia ya marehemu mateka huyo Sajini Ran Givli kwamba mwili wa mpendwa wao umetambuliwa na utarejeshwa ili uzikwe kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi. Lilisema kuwa kufuatia kupatikana kwa mwili huo, mateka wote sasa wamerejeshwa kutoka kwenye ukanda wa Gaza hadi nchini Israeli. Tangazo hilo lilitolewa siku moja baada ya Israeli kusema lilitekeleza operesheni kubwa ya kutafuta mwili wa Givli kwenye makaburi kaskazini mwa Gaza kuambatana na habari za kijasusi. Kulingana na kundi la Hamas, mateka wote wa Israeli sasa wamerejeshwa wakiwa hai au wakiwa maiti kama sehemu ya awamu ya kwanza ya mikataba ya kusitisha vita uliopatanishwa na Marekani, Qatar na Misri ulioanza kutekelezwa mwezi Oktoba mwaka uliopita. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweo. Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Qatar, Mohamed Abdulaziz Al Khulaifi, alitangaza jijini Beirut, Lebanon, mipango ya ustawi na kibinadamu za kuisaidia Lebanon ya thamani ya zaidi ya dola milioni 420 za Kimarekani. Akizungumza kwenye mkutano wa pamoja na wanahabari na naibu waziri mkuu wa Lebanon Tarek Mitri jijini Beirut, Al Khulaifi alisema kuwa miradi hiyo iliyotekelezwa kupitia hazina ya ustawi ya Qatar kwa ushirikishi na maafisa nchini Lebanon inajumuisha sekta mbalimbali kulingana na shirika rasmi la habari. Mipango hiyo inajumuisha muundo msingi wa umeme, misaada ya kimasomo, michezo, kuzijenga upya hospitali na kuwasaidia wakimbizi wanaorejea, kwa mjibu wa Al Khulaifi, akiongeza kusema kuwa wananuia kuimarisha huduma za umma na kufanikisha udhabiti nchini Lebanon. Kadhalika alikariri usaidizi unaoendelea wa Qatar kwa jeshi la Lebanon ili kuimarisha uwezo wake. Al Khulaifi pia alikutana na Rais Joseph Aoun wa Lebanon, aliyeshukuru Qatar kwa usaidizi wake wa muda mrefu na kukariri uhusiano wa karibu baina ya nchi hizo mbili. Al Khulaifi alikariri azma ya Qatar ya kuisaidia Lebanon na kusisitiza umuhimu wa kuhusishwa kwa Lebanon kwenye mashauriano katika kanda hiyo. Vile alikutana na spika wa bunge Nabii Berri kujadili hali inayojiri katika kanda hiyo na uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo.
Tuelekee nchini Afrika ya Kusini ambapo mafuriko ya hivi majuzi nchini Afrika ya Kusini yalisababisha uharibifu mkubwa sana kwenye mbuga kubwa zaidi ya wanyamapori nchini Afrika ya Kusini iliyo maarufu kote duniani ya Kruger, huku hasara ikikadiriwa kuwa ya takriban dola milioni 30 za Kimarekani. Waziri wa misitu, uvuvi na mazingira nchini Afrika Kusini Willy Ocamp alisema hayo kwenye mkutano na wanahabari mjini Cape Town. Tangu hali duni ya anga ilipoanza tarehe 9 mwezi Januari, zaidi ya wahudumu na wageni 600 wameondolewa kulingana na waziri huyo. Mvua kubwa ilisababisha mafuriko makubwa kwenye majimbo ya Limpopo na Mpumalanga na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali na muundo msingi. Barabara, madaraja, makazi ya wahudumu, maeneo ya watalii na pia mifumo ya maji na umeme kwenye mbuga hiyo iliharibiwa, huku kambi 15 zikifungwa na shughuli za kitalii kusitishwa, kwa mjibu wa Ocamp. Baina ya tarehe 9 na 19 mwezi Januari, mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Kruger ilinakili takriban wageni 24,000 ambapo idadi hiyo ilipungua kwa 41% ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Rais Donald Trump wa Marekani alizindua rasmi bodi ya amani kwenye hafla ya kutia saini mkataba wakati wa kongamano la kiuchumi duniani jijini Davos, Uswizi. Trump alisema kuwa bodi hiyo itakapobuniwa kikamilifu itashirikiana na Umoja wa Mataifa. Afisa mmoja wa Muungano wa Ulaya alisema kuwa muungano huo uko tayari kushirikiana na bodi hiyo ya amani iwapo tu jukumu lake litatekelezwa tu katika ukanda wa Gaza. Kulingana na mwakilishi mkuu wa Muungano wa Ulaya kuhusu masuala ya kigeni na sera ya kiusalama Kaja Kallas, alisema kuwa kuambatana na rasimu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, bodi ya amani ilitarajiwa kubuniwa, ila ilifaa tu kutekeleza shughuli zake hadi mwaka 2027 na pia kubainisha jinsi wa Palestina wangejitawala. Hatua hiyo ya Trump imeibua wasiwasi kutoka kwa waangalizi wanaoonya kwamba huenda ikatatiza umuhimu wa Umoja wa Mataifa na mfumo uliobuniwa wa kimataifa kuhusu uhifadhi amani. Baadhi ya mataifa yenye uwezo mkubwa duniani na washirika wa Marekani wamekataa kujiunga na bodi hiyo. Wakati huo Trump alisema kuwa bodi hiyo ya amani anayopendekeza ilifutilia mbali mwaliko kwa waziri mkuu wa Canada Mark Carney kwa Canada kujiunga na bodi hiyo. Hatua hiyo ilifuatia mabishano hadharani baina ya viongozi hao wawili, ambapo Carney alipinga madai ya Trump kwamba Canada inategemea Marekani kujihimili baada ya kurejea kutoka kwenye kongamano la kiuchumi duniani jijini Davos, Uswizi, bila kukutana na rais huyo wa Marekani. Na mtazamaji, wewe usiende mbali, manake tunakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Dunia Wiki Hii ikirejea katika awamu ya pili, bado ninazo taarifa zinazokuhusu wewe kutoka mataifa ya ulimwengu. Hii ni KBC Channel 1 na unaitizama Dunia Wiki Hii. Karibu tena sana katika awamu ya pili katika taarifa zilizoandaliwa kwa ushirikiano na shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China. Na katika awamu hii ya pili basi tunaangazia taarifa kutoka huko Mexico, ambapo wapiganaji walifyatua risasi wakati wa mechi ya soka katikati mwa Mexico na kuwaua yamkini watu 11 na kuwajeruhi wengine 12 kwa mujibu wa maafisa. Shambulizi hilo lilitekelezwa mwendo wa saa 11 na dakika 20 jioni saa za humo kwenye uwanja mmoja wa soka wa jamii ya Loma de Flores huko Salamanca katika jimbo la Guanajuato katikati mwa nchi hiyo. Wale walioshuhudia kisa hicho walisema kuwa wapiganaji kadhaa waliojihami walifika kwa malori mawili, wakatoka na kufyatulia risasi kiholela wachezaji na watazamaji. Maafisa wa manispa walisema kuwa watu 10 waliaga dunia kwenye eneo hilo la tukio, huku
mwathiriwa mwingine akiaga dunia baadaye kwenye hospitali moja. Majeruhi walipelekwa kwenye vituo vya matibabu vilivyo karibu. Afisa wa kiongozi wa mashtaka katika jimbo la Guanajuato alisema kwa uchunguzi unaendelea. Vikosi vya usalama wakiwemo maafisa wa polisi jimboni humo na jeshi la nchi hiyo walitekeleza operesheni ya kuwasaka washambuliaji. Guanajuato limekuwa mojawapo wa majimbo yanayokumbwa na ghasia zaidi nchini Mexico katika miaka hivi majuzi, huku ghasia hizo zikihusishwa na mizozo baina ya makundi ya wahalifu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Watu 5 wakiwemo naibu mkuu wa mawaziri katika jimbo la Maharashtra magharibi mwa India, Ajit Pawar, na marubani 2 waliokuwa ndani ya ndege moja waliaga dunia kufuatia ajali, kwa mujibu wa maafisa. Ndege hiyo ndogo ilianguka ilipokuwa ikijaribu kutua kwenye uwanja wa ndege wa Baramati katika eneo la Pune, umbali wa takribani kilomita 249 kusini mashariki mwa jiji kuu la Maharashtra, Mumbai. Kulingana na ripoti ya awali iliyotolewa na shirika la kudhibiti safari za ndege nchini India, hakukuwa na manusura wowote kufuatia ajali hiyo. Abiria wengine 2 walikuwa mlinzi wa kibinafsi na mhudumu mmoja, kulingana na ripoti ya shirika hilo. Shirika hilo lilisema kuwa ndege hiyo nambari Learjet 45 ilianguka huko Baramati. Taarifa zinasema kuwa ndege hiyo ilipoteza mwelekeo ilipokuwa ikitua kwenye uwanja wa ndege wa Baramati, na ilipokuwa ikishuka ilianguka na kushika moto mara moja. Picha kwenye runinga zilionyesha miale ya moto na moshi ukifuka kutoka kwenye vifusi vya ndege hiyo. Picha kwenye eneo pia zilionyesha mabaki ya ndege hiyo, huku maafisa wa polisi, wale wa dharura na wengine wakiwa kwenye eneo hilo. Wakazi pia walifika kwenye eneo la mkasa huo. Maafisa walisema kuwa Pawar mwenye umri wa miaka 66 alikuwa akisafiri kutoka Mumbai kuelekea Pune kuhudhuria mikutano ya kampeni ya uchaguzi wa mashinani. Kampuni ya kibinafsi ya safari za ndege ya VSR Ventures Pvt Limited ina makao yake jijini New Delhi na huwa inatekeleza safari za kukodishwa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Na serikali ya Afghanistan ilianzisha mpango wa kutoa misaada ya pesa taslim na chakula kwa familia 80,000 kwa wahamiaji wanaorejea kote nchini humo, kwa mujibu wa naibu waziri mkuu wa kiutawala nchini humo. Maulawi Abdul Salam Hanafi alitoa tangazo hilo alipozuru majimbo ya kaskazini mwa nchi hiyo. Alizindua rasmi usambazaji wa misaada ya pesa taslimu na chakula kwa familia 2,200 zinazorejea nchini humo kwenye jimbo la Jozjan. Hanafi alikuwa ameanzisha mpango huo katika jimbo la Balkh, akisema kuwa serikali inawapa umuhimu wahamiaji wanaorejea. Itatoa misaada ya pesa taslimu na chakula kwa familia 80,000 kote nchini. Mbali na misaada ya kifedha na chakula, kila familia inayorejea itapokea kipande kimoja cha ardhi ya makazi katika majimbo yao, kwa mjibu wa Hanafi. Kulingana na takwimu rasmi, yamkini wahamiaji milioni 2.8 wa Afghanistan walirejea nchini humo mwaka uliopita kutoka mataifa jirani yakiwemo Iran na Pakistan. Kwingineko, yamkini watu 61 waliaga dunia, huku wengine 110 wakijeruhiwa kufuatia dharuba ya theluji na mvua kubwa kote nchini Afghanistan, kwa mjibu wa taarifa ya halmashauri ya kitaifa ya kushughulikia athari za majanga. Dharuba hizo pia zilisababisha uharibifu wa nyumba 458 kwa mjibu wa halmashauri hiyo. Tathmini zaidi zilitekelezwa kwenye maeneo mbalimbali ili kubaini idadi kamili ya waathiriwa. Maeneo mengi nchini Afghanistan yalikumbwa na hali mbaya ya hewa na maanguko makubwa ya theluji, ambapo barabara kadhaa kuu zilifungwa, zikiwemo zile muhimu zinazounganisha jiji kuu Kabul na majimbo mengine.
Na huko India, serikali ya India iliadhimisha siku ya 77 tangu nchi hiyo iwe jamhuri, huku usalama ukiimarishwa. Jione. Rais Draupadi Murmu wa India alitandaza bendera ya kitaifa kwenye hafla kuu jijini New Delhi, ambapo baadaye wimbo wa taifa uliimbwa. Kulingana na utamaduni, mizinga 21 ilifiatuliwa kuashiria mwanzo wa gwaride. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen walikuwa wageni waheshimiwa. Wakati wa hafla hiyo, vikosi vya kijeshi, polisi na vikosi maalum walipitia mbele ya jukwaa. Tamasha za kitamaduni pia zilionyeshwa wakati wa gwaride hiyo. Siku ya Jamhuri nchini India huadhimisha wakati ambapo katiba ya nchi hiyo ilipitishwa. Dunia Wiki Hii, mimi ni Koli Kwendo. Ivory Coast. Rais Alassane Ouattara wa Ivory Coast aliteua serikali mpya inayoongozwa na Waziri Mkuu Robert Buga Mambe siku chache tu baada ya waziri huyo mkuu kuteuliwa tena kuongoza serikali. Baraza hilo jipya la mawaziri linajumuisha mawaziri 35 akiwemo waziri huyo mkuu, naibu waziri mkuu mpya na mawaziri. Baraza la kwanza la mawaziri liliandaliwa kwenye ikulu ya rais. Kuendelea kuharakishwa kwa miradi mikuu ya muundo msingi, kubainisha ufanisi na kuimarisha maisha ya kila siku ya wananchi zitatambuliwa kuwa changamoto kuu zilizobainishwa na waziri mkuu Robert Begre Mambe kwa kumdumisha waziri huyo mkuu pamoja na mawaziri wengi katika nyadhifa zao za awali. Rais Alassane Ouattara aliamua kuhakikisha uendelevu katika kipindi chake cha 4 uongozini. Alisema kuwa anategemea kujitolea kwa wote na pia nidhamu na umoja katika utekelezaji shughuli za serikali. Sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mbalimbali kote duniani, ambapo China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, elimu, muundo msingi, teknolojia, mawasiliano, biashara, kadhalika mwingineo unaonufaisha pande zote husika. Mkurugenzi mkuu aliyepia afisa mkuu wa masuala ya kiteknolojia katika kongamano la kiuchumi duniani, Stefan Mejanthela, alisifu China kwa kutumia teknolojia ya akili unde kusuluhisha changamoto katika sekta mbalimbali. Ripoti mpya iliyotolewa kwenye mkutano wa kila mwaka wa kongamano hilo inaonyesha kuwa China inahusika katika takriban nusu ya suluhu zinazotambulika. Na matumizi ya kawi safi kote barani Afrika yameimarika kutokana na kuwepo kwa mbinu za hali ya juu na nafuu kutoka China, kwa mujibu wa George Plovin ambaye ni meneja wa kituo kuhusu kawi, mazingira na uchumi endelevu katika kampuni ya AHK ya eneo la Mashariki mwa Afrika. Alisema kuwa bidhaa za kawi ya juu zotengenezwa na China zimeimarisha matumizi ya kawi safi katika bara hili na lonuia kupunguza utoaji wa gesi ya kaboni. Plomin alisema kuwa nchi za Kiafrika ziliweka mitambo ya kuzalisha gigawati 2.4 za kawi ya juu mwaka 2024, huku kiwango hicho kikiimarika kwa 42% mwaka uliopita na kinatarajiwa kuongezeka zaidi ya maradufu katika muda wa miaka 3 hadi 4 ijayo. Na madaktari wa Kichina huko Kiribati walitoa huduma mbalimbali za kimatibabu zikiwemo zile za tiba za kiasili za Kichina bila malipo kwa wazee katika jiji kuu Tarawa. Na mfumo wa X-ray unaotumia akili unde ulioundwa na China ulizinduliwa katika hospitali ya Siloam jijini Jakarta nchini Indonesia. Na kundi la 26 la kimatibabu kutoka China liwasili nchini Rwanda ili kuendeleza huduma za matibabu kwa jamii mbalimbali, ambapo balozi wa China nchini Rwanda Jio Wenki alisema kuwa makundi hayo ya kimatibabu ni ushahidi kutosha wa uhusiano bora baina ya raia wa nchi hizo mbili.
na barabara ya lami ya Base Butaro Kidaho iliyojengwa na shirika la Kichina la ujenzi wa barabara na madaraja na ile ya NPD ya Rwanda kwenye vilima vya kaskazini mwa Rwanda imeimarisha fursa ya kiuchumi na mabadiliko ya kijamii kwa wakazi wa eneo la Burera. Na ujumbe wa pamoja wa vifaa vya kale baina ya Misri na China huko Luxor kusini mwa Misri uligundua ziwa takatifu kwenye hekalu ya Montu. Ziwa hilo liko kwenye sehemu ya magharibi mwa hekalu ya Mat iliyotengewa Mat, ambaye ni mungu wa kike wa kijadi wa Misri aliyeashiria uwiano, haki na ukweli. Ziwa hilo liko kwenye eneo la mita 50 mraba na halikuwa limenakiliwa kwenye hifadhi za vifaa vya kale, kulingana na ujumbe huo wa pamoja wa wataalam wa vifaa vya kale. Mbali na ziwa hilo takatifu, kufuatia uchimbaji uliotekelezwa kwenye eneo la kanisa la Osiria, makanisa matatu ya mungu Osiris yaligunduliwa. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Basi kwa taarifa hiyo mimi nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema hewala sana kwa muda wako. Shukrani sana kwa wote walioshiriki katika kufanikisha kipindi juma hili. Tufanye hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, mimi ni Isaac Lemoka.